Pumzika kwa amani Mhashamu Maurus Libaba. Ni miaka 38 imetimia tangu Mungu alipomuita kwake Mhashamu Maurus Libaba, askofu wa kwanza wa Jimbo Katoliki Lindi. Karibu ufuatilie makala hii fupi iliyoandaliwa na Dominicus Haule, mwakilishi wa Radio Maria Tanzania Jimbo Katoliki Lindi, na kusimuliwa nami Claver Thomas, mwakilishi wa Radio Maria Tanzania Jimbo Katoliki Mtwara. Mhashamu Maurus Libaba alizaliwa Februari 3 mnamo mwaka 1928 katika parokia ya Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu Nkoe, Jimbo Katoliki Lindi, ambapo kwa kipindi hicho parokia ya Nkoe ilikuwa katika jimbo la Ndanda na baadaye jimbo la Mtwara na sasa Jimbo Katoliki Lindi. Alipata daraja takatifu ya upadre katika abasia ya Ndanda Septemba 9 mwaka 1962 na Machi 19, 1973 aliwekwa wakfu katika daraja takatifu ya uaskofu katika Jimbo Katoliki Mtwara, akiwa askofu wa kwanza mzalendo wa jimbo la Mtwara. Mnamo Oktoba 17, 1986 Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alilitangaza jimbo la Lindi na kumteua hayati Askofu Maurus Libaba kuwa askofu wa kwanza wa Jimbo Katoliki Lindi, wakati huo akiwa pia msimamizi wa kitume katika jimbo la Mtwara. Ikumbukwe kabla ya kutangazwa kwa jimbo la Lindi, Mhashamu Maurus Libaba alikuwa askofu wa Jimbo Katoliki Mtwara kwa miaka 13 kuanzia Septemba 3, 1973 hadi Oktoba 1986 alipoteuliwa na kuhamishiwa kutoka jimbo la Mtwara na kuwa askofu wa jimbo jipya la Lindi. Amehudumu kama askofu wa Jimbo Katoliki Lindi kwa kipindi cha mwaka mmoja na miezi mitatu, ambapo mwanzoni mwa mwaka wa 1988 alianza kuugua na kupelekwa kwa matibabu katika hospitali ya Mtakatifu Benedikti Ndanda, na mnamo Machi 3, 1988 Mungu alimuita kwake, na hivi leo Machi 3, 2026 ni miaka 38 imetimia tangu aitwe na Mungu. Kwa kipindi kifupi sana alichohudumu kama askofu wa jimbo la Lindi, alifanikiwa kuandaa miundombinu msingi ikiwemo jengo la ofisi za utawala na kununua kiwanja cha nyumba kwa ajili ya nyumba ya makazi ya askofu, ambapo alifanikiwa kuweka hatua za awali za ujenzi, ambapo ndipo makazi ya askofu kwa sasa, pia na kumiliki maeneo mbalimbali katika mji wa Lindi. Mtazamaji, na hii ni sehemu ndogo tu tuliokuandalia kumhusu Askofu Libaba, askofu wa kwanza mzalendo wa majimbo ya Mtwara na Lindi, ambapo Mtwara alihudumu kwa kipindi cha miaka 13 tu na Lindi kwa kipindi cha mwaka mmoja na miezi mitatu. Na kwa namna ya pekee mrithi wa kiti cha hayati Askofu Libaba alikuwa ni Askofu Bruno Pius Ngonyani, ambaye ni askofu mstaafu wa jimbo la Lindi, na sasa jimbo la Lindi lipo chini ya uongozi wa Mhashamu Wolfgang Pisa OFM Cup. Hayati Askofu Maurus Libaba alipumzishwa kwenye nyumba yake ya milele Machi 5, 1988 katika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Kagwa jimboni Lindi. Tuendelee kumwombea hayati Maurus Libaba, askofu wa kwanza wa Jimbo Katoliki Lindi, huku tukiendelea kuzienzi tunu njema alizotuachia kipindi cha utume wake. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie Askofu Libaba, apumzike kwa amani. Amina. Shukrani za pekee kwa Padri Wilbard Mbinga, makamu wa askofu Jimbo Katoliki Lindi na paroko wa parokia Kanisa Kuu Lindi. Pia tunamshukuru mzee Simon Mnimbo aliyekuwa miongoni mwa wafanyikazi wa Askofu Libaba katika ofisi ya Karatasi Jimbo la Lindi. Kwa niaba ya mwandaji wa makala haya Dominicus Haule, mwakilishi Radio Maria Tanzania Jimbo Katoliki Lindi, mimi ni Claver Thomas, mwakilishi Radio Maria Tanzania Jimbo Katoliki Mtwara.